ni uchaguzi ambao upo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kitabu cha Efeso 3:10 kinatuambia mamlaka za mabaya mwenye uwezo wa kuziondoa ni kanisa. Sisi ambao tuna uwezo wa kuomba kufuta mabaya ndio tuna uwezo wa kuwasaidia viongozi, sio kuwalaumu. Ombi langu kwako katika kitabu cha Isaya 57:15 anasema yeye aliyeumba anakaa ndani ya moyo. Kwa hiyo ukiwa unatenda mema na mazuri, muumba wako anakaa ndani ya moyo. Hivyo ukienda kuchagua kiongozi umpendaye, automatic anayekuwa amechagua ni muumba wako. Kwa hiyo niwasisitize, amani tulionayo ni kwa sababu ya muumba kukaa ndani ya moyo ulionao wewe, na sababu ya taifa hili kuwa na baba halisi ambaye ndio chanzo cha sauti tulionayo, lakini pia kuwa na hija halisi ndani ya Tanzania ndio sababu ya mimi kukusisitiza ujawe na amani. Hata kwenda kupiga kura, nenda kapige kwa amani. Usisubutu hata hatua moja kuchochea vita au kuleta vurugu ya aina yoyote. Maamuzi ya kwenda kuchagua ulionayo ndio yatakupa viongozi wazuri utakaotaka wakuongoze kwa miaka mingine 5. Kwa hiyo nategemea wiki hii tutapiga uchaguzi vizuri na kura tutapiga vizuri. Baada ya hapo tutarudi kuendelea na shughuli zetu za kuijenga Tanzania yetu. Muovu au mbaya, mtekanyala hawezi kufurahi hata siku moja wewe ukapata amani, kwa sababu ukipata amani manake vitu hivi vya taifa, hazina hii ya taifa atavichukua. Ndio maana tusikubali vurugu yoyote kwa maneno yanayotamkwa. Hao ni wachochezi wachache ambao tayari wanataka vitu vya taifa hili. Tulinde taifa letu kwa kwenda kuchagua kwa nguvu, ili upese sasa yale mema ambao kaja nayo muumba yaendelee kusimama kwetu. Sisi baba harisi wa hili kanisa anasisitiza sana kuombea taifa, kuombea viongozi na raia kwa ujumla. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuliombea taifa na uchaguzi, na tunaamini kabisa kwa maombi au shukrani tunazozifanya kila lango, taifa letu linaenda kumchagua kiongozi aliye bora na kiongozi ambaye ataliongoza hili taifa vizuri kabisa. Hivyo tuende kwenye uchaguzi kwa amani, na ukishamaliza kufanya uchaguzi huo, kupiga kura kumchagua kiongozi ambaye wewe umempenda na unaona atakuongoza kwa miaka 5, turudi kwenye shughuli zetu, tukafanye shughuli zetu za maendeleo katika maisha yetu.